Thomas alimwona mwalimu wake akiinua meno yake ya bandia na kuyavaa yakifunika meno yake makubwa ya vampire. Thomas aliogopa sana, akafunika mdomo wake huku akikimbia kurudi darasani. Mwalimu aliwapa wanafunzi kila mmoja kipande cha chokoleti tamu. Wote walifungua chokoleti zao na kula kwa furaha, lakini Thomas aliogopa sana kufanya hivyo. Alishuku kuwa chokoleti ya mwalimu ilikuwa na tatizo, na kweli wanafunzi waliokula chokoleti waligeuka kuwa wapole na wasiokuwa na hisia. Haraka akampatia rafiki yake karatasi yenye ujumbe akimwambia asile hiyo chokoleti, lakini mwalimu alimuona, akamshika Thomas begani na kumwamuru ale chokoleti mara moja. Thomas alitupa chokoleti kwenye pipa la taka. Rafiki zake hawakuamini mpaka walipoona wanafunzi wengine wote wakigeuka kuwa kama mazombi. Wakiwa sasa wameamini kuwa mwalimu alikuwa ni vampire, mwalimu akampatia Thomas kipande kingine cha chocolate. Rafiki yake akajifanya anauliza swali ili kumvuta mwalimu, nao wakakimbia kutoka darasani. Mwalimu kwa hasira akachana dawati kwa makucha yake. Thomas akafungua kitabu cha historia ya shule na kugundua kuwa mwalimu huyo vampire alikuwa akiishi kwa miaka 100 akila watoto. Ili kuwaokoa wanafunzi wengine, usiku alipanda ukuta wa shule na kuingia kwenye nyumba ya mwalimu. Mwalimu akafungua mapazia. Usiku huo kulikuwa na mwezi mpevu. Akafumba macho na kuonyesha meno yake ya vampire. Sauti ya kijana aliyepiga kelele ilimfanya mwalimu atambue uwepo wao. Akatoka kuwasaka, lakini Thomas na rafiki zake walikuwa tayari wameingia ndani kupitia mlango wa nyumba. Ndani kulikuwa na machafuko makubwa na vitu vya ajabu vikichemka kwenye sufuria. Wakaona umbo la ajabu na walipomgeuza wakamkuta ni mkuu wa chuo aliyekuwa amepoteza fahamu. Wakati huo huo mwalimu akarudi, wakajificha haraka, lakini mwalimu akahisi harufu ya watoto. Akamshika kijana mmoja na kunyoosha ulimi wake mrefu. Thomas akakimbia mbele na kumgonga mwalimu. Wakati huo huo kengele ikalia. Mwalimu akashika masikio kwa maumivu na wao wakatumia fursa hiyo kutoroka. Thomas alikimbia